baadhi ya maneno machache katika somo. Amen. Amen. Cha kwanza niona kwa kuwa somo linasema ni maisha ya Yesu. Maisha ya nani? Ya Yesu. Katika ukombozi wa maisha yetu. Amen. Ukombozi wa maisha yetu. Nipenda kwanza nikuguse baadhi ya vitu kwa maana neno ukombozi. Ukombozi ni nini? Ukombozi ni kuondoa au kutoa kitu kutoka kwenye hatari. Amen. Amen. Ndio maana ya unatoa kitu kutoka kwenye hatari. Kwa kumbe nakuja kwenye kichwa cha somo changu kwamba kumbe maisha ya Yesu katika kukomboa maisha yetu dhidi ya nini? Kwa kumbe maisha ya Yesu yalikuja kwa ajili ya kutuondoa sisi katika hatari. Amen. Amen. Tunataka maana tofauti. Kuna wengine mmejifunza. Amen. Kuna wengine hatujajifunza Biblia ila sasa tunahitaji. Amen. Amen. Sasa lakini naamini somo hili limelenga sio yani nahitaji attention yako kukumbuka. Naamini wote hapa tunaangalia mkanda wa Yesu. Amen. Kwa Desemba wote tunaweka mkanda wa Yesu. Amen. Tunaangalia hii angalia. Wote tunao. Basi mimi yani ninachofanya ni kuwasimulia mkanda wa Yesu. Kulirelate na maisha. Amen. Na wakumbusha. Amen. Amen. Katika somo langu nilianza na swali. Swali kama kwa nini tujifunze maisha ya Yesu? Kuzaliwa kwa Yesu. Amen. Amen. Kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Cha kwanza wapendwa, tusome Yohana 3:16. Twende kwenye Injili. Amen. Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Cha kwanza Mungu alipenda ulimwengu. Amen. Amen. Alipenda ulimwengu akaamua kumtoa mwanae wa pekee mpendwa. Amen. Kwa watu tukisoma maandiko kama hivi huwa hatuelewi. Tunasema Mungu huwezi kushindana na Mungu moyo wake. Lakini hili neno linatufundisha kwamba na sisi tuwe tayari. Kwa nini? Anasema alipenda ulimwengu akamtoa mwanae mpendwa. Kwa wale wazazi. Amen. Unaweza kumtoa mwanao mpendwa. Sio mwanao tu, mpendwa. Aende vitani akafe kwa ajili ya wewe. Unajua kuna watu hapa, kuna watoto, lakini unasema nampenda mama sana kuliko kitu chochote. Maana wewe hata mtoto wako huwezi kuona shida. Ila unaona shida kumtoa nani? Amen. Lakini sasa yeye alikuwa hana mama, hana baba, ana mwanae. Amen. Anakuonesha utayari wa kupenda. Sasa nije kwenye mfano wa maisha ya kawaida. Kwani naweza ni kuzaliwa kwa Yesu. Starting point yetu sisi wanadamu tunaanzia kwa Mungu alipomtoa mwanae akumshusha tu duniani. Alimleta kwa mfano wa kibinadamu na mazingira. Amen. Alizaliwa kama sisi tunavyozaliwa. Alipita tumboni kwa mama kwa muda wa miezi 9 kama sisi tunavyozaliwa. Amen. Hiyo Mungu anatuonesha. Kumbuka kwamba zamani mimi nasema sometimes Mungu afadhali nyumba kipindi hiki. Nyumba kipindi hiki. Sijui kwa wewe wangu ulipomboo. Walipokuwa wanapata shida yani si Mungu aelewe alipopi. Mimi nataka Mungu wa Musa. Kwa sababu kwa tuelewi. Amen. Lakini Mungu ametutolea mwanae kutuonesha njia moja. Tusihangaike. Yaani usiogope Mungu wa fulani ni mkali, Mungu wa fulani ana upendo, Mungu wa fulani hapana. Atatosha wao Mungu anayewafanyia wote hawa. Ni Mungu. Amen. Kwa Yesu alizaliwa katika mazingira ya kawaida. Tena zizini. Kwani singepeleka hospitali? Yaani Mungu aliona ampeleke mazingira ya kawaida kabisa ambayo hayana kisingizio. Sababu labda walikosa naume. Si nini na nini? Si ndio? Kuna watu hapa tumezaliwa nyumbani, kuna watu hapa tumezaliwa hospitali. Amen. Kwa umezaliwa hospitali, mshukuru Mungu. Umezaliwa nyumbani, mshukuru Mungu. Lakini maisha ya Yesu yalianzia zizini kwa Mungu. Mazingira ya kawaida. Amen. Huo ni mwanzo wake. Naomba nije kwenye point namba 2. Baada ya Yesu kuzaliwa, kukua kwake, hatua iliyofuata. Tunaona baada ya walipoondoka kidogo, walipokuwa kidogo, hatua iliyofuata alibatizwa. Amen. Alifanya nini?
Kwa nini alibatizwa? Kwamba alikuwa mchafu, kwamba tunasema alikuwa anahitaji na yeye alikuwa anahitajika kuzaliwa upya. Amen. Lakini alibatiza. Yaani zile ni njia ambazo sisi tunaonyeshwa tupite. Tukishazaliwa hatua ya kwanza tufanye nini? Tukishapevuka tufanye nini? Tubatizwe. Amen. Wakati huo Yesu anabatizwa na sisi pia tumezaliwa, tukishakuwa baada ya muda fulani tunatakiwa tubatizwe. Amen. Lengo la kubatizwa ni nini? Kwa kifupi, kubatizwa ni kuzaliwa upya, ila kiroho, sio kimwili. Amen. Ulizaliwa kimwili, sasa unahitaji kuzaliwa. Amen. Tusome tuone Mathayo 3:11. Mimi nawabatiza kwa maji, bali anayekuja atawabatiza. Lakini anayekuja naye anakuja kubatizwa. Unageti kitu gani? Kumbe tunaposema kwamba Mungu anajua unayoyapitia, unakotoka, unakoenda, ndio maana hivi. Sio kwamba Yesu sio mkamilifu, ila kwa kuwa amezaliwa katika neema na damu, lazima apitie vitu kwa sababu Mwenyezi Mungu amemwandalia. Amen. Sasa maisha ya Yesu ndio njia yetu. Yaani tuachane na njia zingine ambazo zilikuwa ngumu, ambazo pengine zile njia zingetumika leo sidhani kama tungekuwa tunaokoka. Njia zilikuwa ni ngumu sana. Amen. Amen. Kwa hiyo naomba tuendelee kusoma. Bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Mbona watu ni maono? Kasimama hapa mtu ambaye anakuja hamjui wala hamuoni, ila anaona uwepo wake. Amen. Maana anashangaa na muone. Yaani mimi nilitegemea yeye ndo anibatize, lakini mimi ndo nilikuwa nimebatize yeye. Nikakumbuka pia na somo la mchungaji hapa iliyopita. Tunaweza kuambiwa kwamba tunaweza tukashuhudie. Ukamwona mkuu wa mkoa pale sema kuna watu wanahubiri kwa jina ndo kazi yao, mimi kwanza nikahubiria. Kuna watu nawaogopa tayari mwenyewe. Amen. Amepita kwenye maisha ambayo anajua kuna watu watapewa mamlaka ya kusimama sehemu fulani, wahubirie kila mmoja, lakini wataogopa kwa mamlaka na nguvu walizonazo. Amen. Amina. Umeona hapo kwa maana yetu ndio. Yesu 11:14 mpaka 15. 14. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Amina. Yohana akamzuia. Maana yake alipomzuia aliogopa. Amen. Mimi mwenyewe nahitaji kubatizwa na wewe, lakini na wewe tena unahitaji kubatizwa na mimi. Lakini kumbe Yesu anapita kwenye njia alizoambiwa na baba yake azipite. Ilikuwa ni lazima afanye. Kwa nini? Anatengeneza ramani, anatengeneza barabara ya sisi wanadamu. Amen. Haijalishi wewe ni mzee, lakini mchungaji wetu ni kijana. Kwamba kijana anabatiza mimi. Amen. Lakini umeona mamlaka aliyopewa. Unaweza kuwa wewe una upako ndio, una nguvu ndio, lakini mamlaka aliyopewa ni kubatiza wewe. Amina wapendwa. No matter what. Yaani vyovyote ulivyo, kwa chochote ulichonacho, lazima upate utaratibu wa Mungu. Amen. Amina wapendwa. Amen. Naomba niende kwenye pointi namba 3. Amina. Pointi namba 3, baada ya Yesu kubatiza, huduma yake ndipo ilianza. Amen. Tunajua hata maisha yetu ya kawaida, unapobatizwa tu ndio huduma inapoanzia. Ndio pale ambapo utaona. Kwa mfano, nimesema mimi nimetokea mtaani, na wengi zetu wako wengine tumetokea mtaani, wengine wametokea Yesu. Amen. Nilipobatizwa tu ndio mwanzo wangu wa kwenda kanisani. Lili. Amen. Namaanisha nini? Huenda nilikuwa naenda kanisani lakini kwa napata kitu. Amen. Wakati wadogo sisi tulikuwa tunasali popote. Tunaangalia pale kwa changamka na penye sherehe vingi ndio unapovutwa. Amen. Unavutwa pale wakati kanisani kwa mpika twende na masaa. Yaani wanachokifanya ni mje na bakuli. Basi hapo kwenye bakuli
Hata sisi tukifika pale tunaulizana, "Mbona sali wapi?" Hujui hata unapo sali lakini uko kanisa. Amen. Kwa zile sio ni dini. Amen. Lakini kuna watoto waliokulia kwenye Sunday school wanajua watu. Kama mnapoona hapa wale watoto wanaopita hapa wanaongea, wanamshika vifungu. Wengine tuliumisa. Amen. Lakini hatujapoteza neema ya wokovu. Amen. Sasa baada ya kubatizwa tunaanza maisha mapya. Amen. Na kumtafuta Mungu na kutekeleza majukumu aliyotupa. Amen. Na Yesu hivyo alianza majukumu sasa ya kueneza Injili baada tu ya kubatizwa. Neno lisemi kabla alianza, baada ya kubatizwa. Alianza na nini? Amen. Alianza na maombi, akafunga. Amen. Lakini naomba nianze hii point kwamba alijaribiwa. Unapookoka ndio baba anamuita shetani. Kwamba shetani amrede. Yaani ni sawa sana kwamba wewe ni bondie. Ukiwa kabla vile msia natangaza, wewe unakuwa tu unamshanyosha, si ndio? Unapasha kidogo, unaambia muziki, njoo. Lakini refa atakaposema sasa tayari kengele kalia ndeni, unaweza kutoa kumwogopa anapokuwa. Amen. Ndio maisha ya wokovu yalivyo. Unapookoka tu na kubatizwa, ndio majaribu yanaanzia. Sasa majaribu yanakuja kwa mfumo mpana. Tuangalie kwa mfano Yesu. Amen. Penye majaribu hapo tusome Luka 4:2. Tuangalie majaribu ya Yesu. Alijaribiwa na nani? Sasa Yesu akajaribiwa wewe nani? Amen. Yesu ambaye ni wa moto kiasi kwamba huwezi hata kumwangalia kwa mkazia macho. Anajaribiwa. Wewe mwenzangu binadamu, mwenzangu na mimi umetoka mtaani, umetoka wapi? Wewe nani usijaribiwe? Kumbuka kwamba alifunga kwa siku 40. Ana njaa. Kwa nini ana njaa? Soma kwa Yesu ana njaa. Amen. Baba yake ambaye ni Mwenyezi Mungu kamleta duniani kama binadamu. Maana afeel pain na njaa na kila shida anayofeel binadamu. Amen. Ndani ya siku 40 hajala kitu. Afunga anafanya mambo. Ibilisi yuko kazini. Ndio kama anamuita Ibilisi. Amen. Una njaa, Ibilisi anakuja kukujaribu. Kwamba sasa wewe nguvu zote ulizonazo, uwezo wote ulionao na njaa hiyo, unashika kukalisi ile jiwe lile. Mwenzangu na mimi, hayo ni maandishi na tumeangalia movie, tumeona alivyokuwa anamjaribu. Amen. Ungekuwa wewe. Kuna mfano mchungaji hapa alionyesha. Amen. Alionyesha mchungaji kwamba wamefunga siku moja si siku tatu. Wamefunga hapo wanafika ukumbini kwenye seminar, wanakutana na bonge amen buffet. Pale wewe ukasema kwamba mchungaji siku ya leo unaifidia. Amen. Shetani yuko kazini, anakuleta kitu kizuri ambacho wewe una uwezo nacho. Tena siku hiyo unakuta msosi wa bure, jichote. Sio kusema kwamba sio hivi, jichote hapo umefunga. Na huo msosi kumbuka kwamba msosi una bread, sio wali na wali. Huko ambayo unakuta ulikula mwisho miezi mitatu iliyopita. Amen. Tunashindwa kuingia kwenye majaribu. Shetani. Amen. Lakini tunaona Yesu alipopambana naye. Kwa mfano sasa, haya majaribu katika maisha yetu ya kawaida. Ningependa nielezee kwa kifupi sana ila kwa mfumo wa haya majaribu sasa. Lakini pia kabla ya yote nasema kuwa majaribu always end product ya majaribu. Matokeo ya majaribu ni kufeli au kufaulu. Asilimia kubwa sana kufeli kama utaingia ndani ya majaribu. Amen. Kwa mfano kama hapo tunaona haya majaribu, Yesu asingekuwa stable, asingekuwa yupo kwa ajili ya kutimiza agano lake na baba yake. Ingepelekea kufeli. Amen. Amina. Lakini pia ukiyaweza ndio umefaulu. Amen. Sasa mimi ningependa nielezee haya mafanikio au haya majaribio kwa mfumo. Kwa kuwa tuna wanafunzi naweza kugusa upande wa masomo, tunafanya biashara, tutagusa upande wa biashara, tunafanya kazi, tutagusa upande wa kazi. Amen. Nianze majaribu ambapo nasema hapa title yangu nasema alijaribiwa. Yesu alijaribiwa. Tumeona alivyojaribiwa. Amen. Tuliko sisi wanadamu leo tunajaribiwa. Sasa nikugusa tu vipengele vitatu ambapo Yesu almost vile kugusa wote. Amen. Nikianza kwa upande wa masomo kwa wanafunzi. Ni namna gani mzote? Amen. Kwa mfano, target ya kila mwanafunzi kufaulu. Amen. Sio? Fanya ufanyane lazima
lazima ufanye, sio kufeli. Lakini wakati uko kwenye mapambano, gata linakuja. Nani asiyependa gata hapa? Kila mtu anachangamka akisema tu. Amen. Una concentration ya eneo kubwa la kusoma, lakini kuna mtu anakuletea gata, utaliacha. Ni jaribu. Ni kufafanulia kwa nini jaribu. Kwa mfano, hapa kila mtu amesoma kozi yake. Amen. Kuna kozi zingine ni kubwa sana kiasi kwamba kwenye kusoma inakupa shida usome. Amen. Kwa unatamani hata mwalimu aseme tutatoa hapa na hapa, akusaidie ufinye ubongo wako uconcentrate pale. Amen. Sasa somo ni kubwa, mwalimu hajatoa popote. Mimi nakuja rafiki yako, I say binti Mustafa hizi. Mwalimu anatoa hapa na hapa na hapa. Hilo ni jaribu linakujia wewe. Ukiwa na akili pungufu au umepungukiwa kidogo kiimani, unasema Mungu sikanifungulia tu. Mungu huyo hapa ananionyesha. Hapa. Amen. Constitution yako anakuja hapa. Mwalimu anatoka na unafaulu na feli. Amen. Kwa nini? Ulianza kusikia sauti ya nje. Amen. Ni sauti nzuri hata tumetingwa. Ukitingwa nzuri sana. Amen. Lakini inakuhamisha concentration ni chanzo cha watu kufeli. Hasa mimi nimefeli kwa sababu fulani alinipoteza. Alitoa data ambayo si. Kwani alihamisha concentration yako. Ulishindwa kujipambanua. Amen. Hiyo kwenye masomo. Lakini bado ni kwenye masomo hapo. Unaweza ukacheat kwenye mtihani. Kwa mfano, kitendo cha kucheat, yani haya ndio unaposhangaa. Mtu watu mmeokoka lakini unaweza kucheat huko huko. Unaweza umetingwa mpaka kusema anza tu nifungue site mira tu. Nifungue kwa ndugu yangu hapo. Amen. Sasa kitendo cha watu wengine mimi ni niomba toba kwenye mtihani. Sirudi tena zimamoto. Kwa nini? Yaani huko unaona huko pinja na mambo yako umefika mtihani mgumu, yaani ukiangalia hivi. Ukiangalia hivi mtihani umeruhusiwa kuingia na kila kitu. Sisi kuna mitihani yetu kwa unaruhusiwa kuingia na kitu chochote unachojua. Yaani mwalimu pale kwenye instruction anakuambia kabisa unaruhusiwa kuingia na kitabu, simu, kila kitu kitakachokuminya wewe. Amen. Yaani unaomba toba kwenye mtihani kwamba Mungu naomba wema wako. Amen. Sasa waombe Mungu unapofeli. Amen. Sasa kwenye kucheat namna gani unakuja kufeli? Ni jaribio. Shetani anafunga ubongo wako kwamba wewe hautoki. Ukitaka utoke, washa indicator. Kwamba mtu anakupatia. Ha? Amen. Mimi nakumbuka hapo kwenye kucheat, kwenye mtihani tulikuwa tunaingia tumeshikana. Kwa nini? Bila kutoka wote. Amen. Mwalimu akatenganisha tu. Amen. Kwa nini? Akili yako umehamishia kwenye kucheat. Na mshaka lazima ufeli. Amen. Hakuna miujiza. Utafeli tu kwa sababu umeibishia akili yako kutanuka, unaitegemea akili. Sasa kama jirani yako naye, unajua kuna watu wengine, kuna mtihani unakuwa mgumu. Yaani wewe unainama, uone cha kujaza. Ukiinuka unaona utainama. Makaina nini? Kwa sababu ndio mjinga. Umeona? Ili kuna mtu ni mjinga kama sasa alimaandika. Basi ni kweli ni mjinga. Amen. Lakini mtihani unakuta kila mtu. Kila mtu mmoja yuko hivi. Lakini anaweza kufika lakini depend on yourself. Amen. Jitegemee mwenyewe. Ndio unaweza kuona maono ya wapi kabisa. Amen. Hapo ni kucheat. Lakini pia unaweza kudanganya. Unapodanganya. Na kuna wengine wanaweza kudanganya kuna discipline. Amen. Mimi mwenyewe nimedanganya. Amen. Hali maisha ya kawaida ambayo tumepitia huko. Amen. Lakini usipende kuyapitia kwa sababu usichagulie dhambi, maana dhambi kidogo ni kubwa. Amen. Mtu anaweza kudanganya unamdanganya mwalimu. Unajizunguka hapo tena nika uongo imani tu mkombisi mwalimu. Ni uongo. Amen. Mimi nilidanganya nilimwambia mwalimu nifanye mchana kwa siku kwanza. Mwalimu akasema mbona sioni? Mimi nilifanya na nilikuwepo. Mwalimu ilibidi tu aliwekee marks za average. Nilikuwa anasema rudia mtihani na ogopa mtihani. Amen. Yaani nilikuwa mtihani wa wengi nikafanya wa peke yangu. Maana sina pa kuchapa, sina pa kuona kwa mtu mwingine hata nikikuangalia nakumbuka kitu. Amen. Sasa huko peke yako unakumbuka nini? Ukiangalia unaona pazia, ukiangalia mwalimu amekuja huko ndani. Nothing to remember. Amen. Naomba niingie kwa upande wa biashara. Mungu anafanya biashara. Tunajaribiwa sana. Kwa mfano,
unauza zako nyanya, mtu amesahau change. Yaani anauza mzali hivi hapa. Zaki kwa sababu amesahau change. Amen. Hiyo ni jaribu. Sio mtaji wako. Amen. Mtu amesahau change unafurahi. Unatonea, unasahau change. Wapendwa, hiyo sio zaka. Amen. Hilo ni jaribu. Unashangaa mtu amesahau change lakini ile hela ilipopotea uelewe mwenyewe. Kwa nini? Haikuwa yako. Amen. Hapo kuna wafanya biashara, kuna changamoto nyingine, kuna jaribu lingine. Kwa mfano, nimekuja mimi nimevaa nao. Nyanya shilingi ngapi sana? Kama 500. Anakuja mtu anashuka kwenye plani. Amevaa suti. Nyanya shilingi 1000. Umeshabadilisha bei. Kwa kuangalia status ya mtu. Yaani mwangalia kusema bwana bugujeo hana huyu. Umeshaingiwa tamaa. Amen. Jaribu hiyo. Amen. Yaani kwa watu ndio tuko hivyo. Hata mtu stage mtu anakadiria, ona napenda, wewe gari yako hiyo twende kwenye champion. Anaje kwa sababu wewe ni 18 una 15. Amen. Amen. Lakini kwa mtu mwingine ukija kupiga ndio sasa huyu hapo lazima mzee ya people. Okay. Na hata wale madaraka anakuangalia. Yaani kuangalia anasema nauli 25. Yaani anajua kabisa huyu anaanzia kwenye 25. Ukija wewe tu mwanamke, yaani umefika tu mwanamke anakwambia nauli 22 tu. Maana anajua kabisa hautafika. Anaingiwa na tamaa kulingana na mazingira anayokutana nayo. Anajaribiwa na pia asili. Amen. Amen wapendwa. Amen. Tuwe makini. Amen. Amen. Pia hata kwenye uchakachuzi. Kwa mfano kuna watu hapa mnanunua na mnauza kwa nini? Yaani kuna mtu wewe unanunua maharage, una ndoo ya kununulia, una ndoo ya kuuzia. Si wizi. Yaani ni majaribu. Yaani wewe aim yako ni kwamba ndoo ya kujumulia ndogo kidogo. Yaani ndoo ya kujumulia ni kubwa. Ndoo ya kuuzia ni ndogo kidogo. Amen. Wewe ukija kumuuzia bidhaa kwa jumla, anakupimia kwenye kubwa ambao unaweka mafuta tu hayajani. Unaweka. Lakini wewe ukija kuuza, anakupimia kwenye ile ndogo. Amen. Lengo ameshaingiwa na jaribu kwamba apate faida. Lakini unaweza kujikuta unafanya biashara miaka 10. Kwa nini? Kuna dhuluma ndogo ndogo unazifanya wewe hauko makini nazo kama zinakuingiza pabaya, lakini ndio unaingia. Amen. Kwa ukiangalia mkanda wa Yesu alipojaribiwa Yesu, ukirelate kwenye maisha yetu ya kawaida, ndio unapata hayo majaribu ndogo. Amen. Kuna mengine makubwa lakini time ndio. Lakini wao wengine kwa wafanyakazi. Wafanyakazi mnachokutana nacho kuna rushwa. Amen. Kuna rushwa. Wanajaribiwa sana na mambo. Kwa mfano, niko na cheo nakitaka. Amen. Lakini kicheo wewe ndio unaniidhinishia. Mimi lazima niangaliwe napenda nini. Amen. Yaani sio ndugu yako ile anaweza kaja kwa mwenyekiti wa kamati ya harusi yako. Sikufahamu ile anaweza kaja kwa mwenyekiti wa kamati na nikajitoa mpaka ukashangaa jamaa huyu ametoa. Umeugua kidogo tumekuja na vitu yani kumbe natafuta namna ya kuchota. Yaani Mungu kuna ibilisi anakutafuta na wewe. Ili mimi nisipite ule utaratibu wa kawaida, ila nipite kwa mapenzi. Yeah. Amen. Tunaona makazini kila siku tunazunguka. Kwa mfano, ni nesi. Unajua kama naandaa hili somo, namshukuru naye mke wangu pia anajitahidi kuniandaa. Amen. Kwa sababu siko vizuri nao, ila anajitahidi. Yaani mimi nikishamwambia bwana naija fulani, nitafutie kifungu fulani. Yeye anaingia anatafuta. Na ninampa kwa hiyo kwamba nahitaji kifungu ambacho kinazungumzia hivi. Yeye anaingia anatafuta basi na kuendelea tu tunapata ufanisi. Nikamwonyesha kwa mfano, wewe ni nesi. Amen. Wewe ni nesi uko kazini. Nimekuja mimi sasa au tuseme nikisema mimi nitasema wewe ni nani? Anakuja mtu. Hapo ni nesi. Ndio naye. I say huyu kwanza soda tu. Alafu na mgonjwa wangu hapa. Automatic ukipokea ile fungu, amekupa sio rushwa. Ila mkwambia wewe soda asante. Amen. Ukipokea tu, utakapofika pale kwenye foleni, ukimuona yeye pale utakuwa nianze naye. Amen. Ameshakuingiza kwenye nini? Amen. Amen wapendwa. Kwa rushwa tunaona kwa wafanyakazi majungu. Jamani, maofisini kuna majungu. Yaani kuna watu tunaongea hivi, ukitoka tu tunageukia kwa huyo. Ukitoka tu ukijisahau unaingia kwenye huo. Amen. Hayo ni majaribu. Ni majaribu pia. Yaani yanakuja kwa mfumo wa soda, yanakuingiza kwenye tatizo. Amen. Tukimalizia hapa kwa mfano,
kwenye upigaji pesa. Ile ni jaribu. Tena linaanzia kwa wazazi nyie. Mungu awabariki, mzidi kutupa maono na mafundisho. Naamini wazazi wetu kuna pahala mlisahau kutufundisha. Kwa nini? Ilifika kipindi kwenye upigaji, mtu akiingia serikalini, akipiga pesa, akijenga nyumba nzuri na akiwajengea wazazi mtamwamkia. Amen. Tunamwita mwenye kila mmoja kijijini atahamasishwa kwamba uwe na akili kama fulani, kajenga na wajengea na wazazi wake. Lakini hela kazitoa wapi kwa muda wa miaka miwili? Fanya mpigo huko. Amen. Kwa kumbe tumetaka kuhalalisha hongo. Amen. Hilo ni jaribu. Maisha ya mfanyakazi yanajieleza. Mfanyakazi ndio amejenga haraka ndio mkopa. Amen. Otherwise ajenge kwa siri. Msimu wake msingi. Kwa sababu hela zake zinafahamika. Mfanyakazi ni mtumishi. Amen. Mtumishi sio kificho. Yeye hata mshahara, ndio maana hata mishahara inawe ukiingia mtandao tu mishahara inawekwa. Amen. Kwa nini inawekwa? Ili uone mtu akibadilika ghafla ujue kuna kitu kakifanya cha ziada. Sasa wanatuhamasisha kwamba tuwe kama fulani, hawajui alizipata. Imefika kipindi hata wewe hapo uko chuoni unajiandaa ukifika sasa ukipata kitendo. Una nyumba mbili mfukoni. Mpaka sasa hivi hujapata kazi, ila una nyumba. Umesitoa wapi? Sasa mpigo. Amen. Haya ni majaribu. Yanakujaje? Yaani ili jaribu linakuja linakuonesha mafanikio. Ila mbinu linayokupa ni ya kiibilisi. Amen. Linakuonesha mafanikio yanakupa. Amen. Amen. Naomba kwenye upanga wa alijaribiwa hii pointi namba 3. Nishia hapo. Na tuangalie sisi ambao tulikuwa tufanye. Lakini pointi yangu namba 4. Nasema alitafuta wanafunzi wake 10. Kumbe Yesu baada ya kujaribiwa, baada ya mambo yote haya, alipotoka kule nyikani, alienda kuwatafuta wanafunzi wake. Kwenye maisha yetu ya kawaida ni wanafunzi wetu ni wakina nani? Ukishaokoka, kuna mazingira unaandaa. Kuna sehemu utaenda, kuna rafiki utawatafuta. Kuna watu utawatafuta ili wakufikishe unapotafuta. Kwa mfano, yaani umeokoka, ndio unaanza kwenda kwenye video vya kahawa. Utahubiri wewe. Amen. Yaani automatic ukishabatizwa ukiokoka, utaona kuna marafiki wapya wanakuja. Ndio hao wanafunzi 12 wa Yesu. Amen. Kuna marafiki wapya wanakuja. Wanakuona nguvu yako, wanakuona upeo wako. Amen. Watakutumia. Majaribu hata kama mbali na wewe, watakuwepo. Amen. Kwa namba 5, kwa kuwa Yesu alikuja kwa mfumo wa kibinadamu, kuna pahala itasirika. Nimesema nahusisha masuala ya ile movie ya Yesu na maisha yetu ya kawaida. Kuna pahala Yesu alikasirika. Amen. Tunakubaliana na mimi kwamba kuna pahala Yesu alikasirika. Kuna pahala alienda hekaluni, alikuwa anafanya biashara na watu. Amen. Alikasirika kusoma mpaka kwa mwaga vitu, si ndio? Sasa na wewe usio kasema nimefika nyumbani nimekuta wapangaji wanamwaga maji, nimeamua kuvunja milango yote, nilikasirika. Amen. Maana yake ni nini? Kama Yesu alikasirika alikuwa katika mfumo wa mwili wa kibinadamu, wa nyama na damu. Maana yake binadamu na sisi wote tunakasirika. Kuna muda Mungu anapokosea huwa tunafanya nini? Tunakasirika. Lakini Yesu alikasirika na kusamehe. Amen. Wanadamu tunakasirika na kusamehe. Amen. Kwa nini nasema tusamehe? Nimekusamehe. Ila utaingia kwenye neno zangu. Amen. Yaani nimekusamehe leo. Kesho ukinikosea, sema ushazoea kunikosea. Maana kumbe na kuhesabia. Amen. Unaweza kuwa unahesabu bila kujua. Unajua kila siku wewe ndio mchelewaji tu. Amen. Leo umekasika wewe kila siku, kumbe usamehi. Unanihesabia kwamba ulichelewa. Na leo tena yani umeshakasirika afu unanihesabia. Yaani dhambi zangu mimi zinakupelekea na wewe kuoza dhambi. Amen. Tuwe makini hapo wapendwa. Kwa sasa kwenye hasira hapo. Ninaweza nikasemeje? Vitu gani vinavyokufanya wewe ukasirike afu ushinde kusamehe? Ujiulize wewe. Ni vitu gani ambavyo vinafanya ukasirike afu ushinde kusamehe? Hivi ni automatic kibinadamu. Kuna Yesu alipofika pale alivuka watu. Hata kuna mtu Yesu alikuwa anachukia pale baba anaona watu wanaelewa sivyo. Amen. Anachukia. Lakini alikuwa anachukia, anapata hasira,
anakasirika, lakini anasamehe na anawaombea toba. Pia unaofanya wanakosa. Yes, mimi na wewe tuko hivyo. Atatupa hekima. Kwani kumbe bila hekima huwezi ukahimili neno usaliti. Huwezi ukahimili. Kuna swali dogo tu ndio zaweza kwamba wote ni maswali madogo ila anaumiza. Unamuuliza mwenzio, "Hivi kwa siku kitu gani alikuja kusaliti? Mji kunisamehe." Anakwambia, "Mimi siku ningekuta hili. Sitakuja kusamehe." Yaani anahisi hicho ni kikubwa sana. Lakini kumbe ni kidogo sana kikitokea. Ila kitu ambacho anakiona ni kidogo sana, kikitokea ni kikubwa sana. Ama mpaka mwenyewe unashangaa nishindwa kuvumilia. Nishindwa kustahimili kwenye usaliti huu. Amen. Ndio maana tunasema kwamba tunashukuru sana na mbarikiwe sana wazazi ambao mpo mpaka uzeeni, mko pamoja. Binafsi mimi sijapata bahati ya kulelewa, yani ya kukuzwa na babu. Babu alikufa wakati mimi ni mdogo. Nimekula maisha yake kidogo, ila sikuwa najitambua vizuri. Amen. Lakini ambao mnakula matunda mpaka leo, mnaishi kwa kuangalia maisha ya wazazi wenu, kuna baraka za kuzichota. Amen. Amen. Tuendelee. 16. Nanyi mtasalitiwa na wazazi wenu na ndugu zenu na jamaa zenu. Hapo. Mtasalitiwa na nani? Kumbe yule baba, mama ambao wanampenda, kuna wakati atakusaliti. Amen. Sasa tunaweza kusaliti, tutasomea saliti. Hawezi baba ananipenda. Kwa nini kusaliti kubwa? Sio kubwa. Mzazi anakuzunguka. Amen. Kuna muda mzazi anaenda tofauti na matarajio yake. Amen. Hamsha kusaliti. Lakini kwa nini bado unaendelea kumpenda? Kwa sababu una uwezo wa kustahimili, una hekima kiasi chake, unaweza ukapembua kwa hili. Okay, kwa kuwa mzazi wako anataka ndio uvumilie utaishi. Amen. Marafiki zenu, marafiki. Kuna wakati marafiki zako wanakusaliti. Yaani yule rafiki ambaye anasema huyu ni rafiki yangu mpendwa, kuna wakati anaenda kinyume na wewe hautaelewa. Wao utashangaa, hadi huyu amenifanyia hivi. Amen. Yesu aingie kwenye maombi. Amen. Ili apate nguvu, apate utakaso, aendelee na safari. Sasa katika kuogopa huko, tunaona Yesu alimwomba baba yake amekwisha kikombe. Amen. Sasa sisi tunaogopa. Sisi tunaogopa kila kitu. Yaani Mungu alituma Yesu ili atuonyeshe kwamba sisi ni damu waoga. Waoga kivipi? Yaani anaonyesha kwenye pointi chache sana. Ila sio damu, kila kitu tunakiogopa. Yaani wewe hapo ulipo, kila kitu tunakiogopa. Hata kwa ndio simama na mambo. Amen. Unaogopa yani kila kitu binadamu tunaogopa. Amen. Ukienda njoo ulimbe. Amen. Na nashukuru Mungu, mbarikiwe sana wazee wangu, mbarikiwe. Wanajua kumtumia mtu sehemu ambapo atakuwa comfortable. Kuna sehemu zingine unaenda unashurutishwa. Wewe umeona kwa hapa ina kila lazima wewe. Sasa sisi kipaji changu wewe. Kwa nitakuja hapa kwa kufuata yaani amlinda ila kimoyo. Mimi nilishangaa kitu kimoja ndio nilishangaa tunafika hapa. Yaani mchungaji mwenyewe anasema kwamba vijana keyboard sini njoeni piga. Sisi tulikuwa yaani kipindi tunapokuwa hata kukatiza hapa. Unakataja kwenda. Mimi nasema kwamba wewe basi ningemwaga nyumbani. Kama nilikuwa naelewa. Amen. Kwa tulikuwa tunakopesha wewe unajua kabisa ile gitaa ni la baba fulani. Ukiona ameshika muziki na ameshika gitaa. Amen. Ndio tuliko toka leo hii sisi tuna neema ya kufika hapa na kufanya chochote ambacho Mungu anatubariki kuonyesha. Amen. Kwa tusikiache kutumia. Amen. Sasa kuna kuogopa hapa na sasa tunaogopa kila kitu. Tunaogopa kusalitiwa. Yaani hapa kuna mtu anashinda kufanya kitu fulani kwa leo. Nikifanya biashara nafanya atanisaidia amani sasa baba fulani anipiga na hela zake. Yaani niingia kwenye mchango watanitabeli. Tayari umeogopa kabla hujaingia. Amen. Ukija kuonyesha wewe unaogopa kufeli. Tunashindwa kufanya vitu vizuri tunaogopa kufeli. Amen. Sio bora kushia makopo. Yaani huko hapo umekaa. Wanakwambia leo utapanda utahubiri kwenye mkutano wa ibada au utahubiri kwenye halaiki fulani. Nikisema pale tunarushia makopo. Yaani umeshapigwa kabla hujapanda. Amen. Amen amen. Pia tunaogopa kuteswa. Asilimia kubwa watu wanaogopa mateso. Pindi naye aliogopa ile mateso. Kumbe hata sisi binadamu wote tunaogopa kuumwa, tunaogopa kila kitu. Amen amen. Tunahitaji neno
liendelee kutujenga na tuzidi kufanya maombi ili tuzidi kujenga. Amen. Sisi kujifunza maisha ya Yesu ni tupate nini? Tupite wapi? Amen. La sivyo tungekuwa tunasema kwamba ukifikiria Mungu aliwaangamiza watu kwa maji, aliwaangamiza kwa moto. Tukisema Mungu wa Elia, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, unaweza kwa wewe unaweza kaelewa kwa sababu una neema ya kujua neno la Mungu. Amen. Lakini mtaani kwa mtu ambaye tunataka aokoke, anaweza kaelewa, anaweza kujua Mungu wa Yakobo yuko kivyake, Mungu wa Petro yuko kivyake, Mungu wa Yohana yuko. Ndio maana huko nje kuna madhehebu. Amen wapendwa. Amen. Lakini sisi tuna njia. Amen wapendwa. Mbarikiwe sana. Na cha mwisho ningependa kusema kwamba sisi ni vijana. Tunapopata neema ya kuhubiri hata mtaani, jaribu kwenda na wakati na mazingira. Nikimaanisha nini? Hakuna kitu kigumu kama kumshuhudia rafiki yako mpenzi. Amen. Unajua rafiki yako mpenzi kama unaweza kushindwa kumhubiria. Mnafikiri hicho kitu rafiki yako mpenzi wa pembeni. Unaweza kukuta ni anaharibu, unashindwa kumhubiria. Kwa nini? Yaani una ule ndugu ambao uko karibu ambao unashindwa hata kumuona anapokosea. Amen. Sasa kwa nini nasema tu upgrade? Kwa mfano unaenda kijiweni, unawaambia watu hapo kijiweni hakuna kahawa. Wewe ni bibi harusi. Amen. Hivi nani anataka kuelewa kama ni? Lakini unisema sisi wote ni bibi harusi. Tunajua bwana harusi ni nani? Amen. Sinielewe. Kawaambie kijiweni ni bibi harusi. Utavuna usicho? Amen. Kwa kumbe lazima tujue tuko intended kwa hili. Amen. Amen. Barikiwa wapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeona walimu yaani taratibu lakini unaelewa. Bwana Yesu atusaidie sana. Katika nyumba ya Mungu kuna vyombo vingi vyenye tofauti na thamani. Bwana Yesu atusaidie sana. Basi ulizoea yale makelele ya pasta, leo umepata neno soft kabisa ambalo linakukumbusha kwa habari ya maisha ya Yesu, na unapokaa ukilipitia unakumbuka kwamba hili hata Yesu alipitia lakini akashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana mtumishi wa Bwana, endelea kuchochea karama. Asante mama kwa kuendelea kumlea kamanda. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Wanasema ukisifiwa unakimbia, msifie na naye kukimbiza sana.